بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا ند له ولا مثيل له. هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا ومعلمنا محمد رسول الله. أشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه ربه خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ذوي الشرف العظيم. أما بعد، ndugu zangu Waislamu, kila mmoja kati yetu anapaswa kuzitafuta baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha? Lianna albarakata jundun khafiyun min junudillah. Albarakatu jundun khafiy min junudillah yursiluha Allahu ila man yasha'u min ibadihi. Kwa sababu baraka ni mwanajeshi, ni mtumishi wa Allah ambaye haonekani. Humtuma Mwenyezi Mungu mwanajeshi huyu, mtumishi huyu, kwa yoyote aliyemchagua mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa idha ma arsalaha Allah Ta'ala fahallat fil mali katharatu. Mwanajeshi huyu akitumwa na Mwenyezi Mungu akatua katika mali, iwe ni shilingi moja, inshallah uwe nayo wewe. Mwanajeshi huyu akitua katika shilingi hiyo, katharatu, ataikuza. Utashtuka una matrilioni ya mahela, kwa sababu kuna mwanajeshi anayeitwa baraka ametua katika shilingi yake. Wa idha ma hallat fil waladi aslahatu. Lakini mwanajeshi huyu akitua katika vichwa vya wanao, watoto wako, Mwenyezi Mungu atupe kheri na neema na baraka, tuwe kama mitume au wafuasi wa hakika wa mitume, tuwafae watu na vizazi vyetu. Ndugu zangu, albarakatu jundun min junudillah, ni jeshi miongoni mwa wanajeshi. Yursiluha Allahu ila man yasha'u min ibadihi, analituma Mwenyezi Mungu kwa anayemtaka katika waja wake. Idha ma halat fil waladi aslahatu, likitua jeshi hilo kwa watoto lamfanya mtoto mwema. Na nani kati yetu hataki mtoto mwema? Mtume anasema idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalathin: sadaqatin jariya, ilmin yuntafa'u bi, au waladin salih yad'u lahu. Mtoto mwema ni yule anayemkumbuka babake hata baada ya kifo. Wa rabbi ighfirli wa liwalidayya. Kuna akina baba humu hawatokumbukwa aslan na watoto wao. Kwanza walipokuwa hai watoto wao walikuwa wanasema mbona buda anachelewa kufa, walikuwa wanamwapiza, na akifa watamsahau kabisa. Atakuwa hakuna tofauti kati yake na kaka atakapozikwa, kwa sababu lam yajid abna'an salaha, akupata watoto wema salihin. Lakini ukipata mtoto mwema umebahatika. Sasa hii baraka ikiingia kwa mtoto mwema, mambo yanakuwa mazuri sana. Sasa niwape mfano katika watu waliobarikiwa, walioingia katika baraka, kutoka katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abu Talha, sahaba Zaid ibn Sahal, jina lake Abu Talha,
akiitwa Zaid ibn Sa'd. Kuna masahaba tunawajua kwa kunya, lakini majina yao halisi ni vizuri kuyajua. Huyu alikuwa na mkewe akiitwa Ummu Sulaym. Abu Talha alikufa katika mwaka wa 34 Hijria, na Ummu Sulaym alikufa katika zama za Sayyidina Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan humo katika mwaka 35 ndio alipouawa Hijria. Kwa hiyo yeye na mumewe hawakupishana sana katika vifo vyao, lakini walitupigia mfano bora katika watoto waliobarikiwa. Siku moja aliingia nyumbani Abu Talha, akamkuta mtoto yuani, anaumwa sana. Na baba yoyote mwenye kujua uchungu wa mtoto halali kwa maradhi ya mwanawe, na wakati mwingine hutamani kuyavua maradhi ya mwanawe ayavae yeye ili amuone mtoto yuko katika hali njema. Ikawa kila akiingia nyumbani anauliza kaifa halul walad, anamuuliza Ummu Sulaym kaifa halul walad, mwana yuko vipi hali yake? Anamtuliza, anamwambia bi khair khair. Hata siku hiyo hayupo, katoka Ummu Sulaym, mumewe katoka, akirudi huku nyuma, kabla ya kurudi mtoto akafariki. Alipofariki baba yuko ghaibu, faqamat faghassalatu, mama akamkosha mtoto, wakafanatu, mama akamkafini mtoto, wasallat alayhi, na akaswaliwa, wadafanatu, na akamzika. Hata kusubiri babake arudi. Mafunzo hayo yote kwa wale wanaofiwa wakamwacha maiti siku 4, wanasema tunamsubiri mwanao yuko London. Wale wengine ambao hawaziki au wanapigana wakati kwa sababu fulani hayupo, maiti hamtomfanyia favor kubwa kama kumzika haraka atakapokufa. Bora muhakikishe tu kwamba tayari ameshakufa, asije akatiwa kaburini wakati kumbe amezimia. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha mengi ya faida katika maisha yetu, lakini hatukubali, tunataka yetu sisi. Akamzika. Mama alivyokuwa shujaa, mama yeye anakosha, mama anatia sandani, mama anasalia, na pia vile vile anaandaa maandalizi na anakwenda kuzikwa mtoto. Mama zetu wanafanya hivyo. Subhanallah, Abu Talha akarudi jioni kama kawaida yake. Ummu Sulaym akasema la ahadan yuhadithuhu hatta akuna ana man yuhadithu, na kuombeni majirani zangu msimuhadithi chochote mume wangu mpaka niwe mimi mwenyewe ndiye mwenye kumwanzia habari ya mwanao. Kwa hiyo akija nyumbani kana kwamba hakuna chochote, na swala la kwanza akija anauliza kaifa halul walad, mtoto hali yake vipi? Akiona mke wake anamwona ni mtu wa kawaida, anasemaje? Kaifa halul walad ya zawjata, mke wangu mtoto vipi, ile hali yake, maana amemwacha mgonjwa. Anasema askanu ma yakun, mtoto ametulia sana leo, ana utulivu wa hali ya juu. Yani laqad nama alwaladu nauman la yash'uru fihi bitab, leo kalala usingizi hatoamka. Ni tauria ndani yake na kuna mafumbo, lakini maskini Abu Talha hakufahamu. Na kwa sababu mke alikuwa hataki kumtia jeke mumewe, kwa sababu kwanza kishatoka kazini, kishachoka, na pale alipo ana njaa. Kwanza mtu akiingia ndani ya nyumba tu, mara nyingine stage ya kwanza kwenye meza, hata kabla ya kitu chochote, kwanza angalie tumbo linadai. Mtume amefundisha akasema, fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu, kila mwenye haki mpe haki yake. Na katika viungo vyako wapo wanaokuwa wanahitaji haki zao, wapo wengi, lakini hizo haki zile za halali. Na vijana wamefahamu, wanacheka. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa misingi bora aliyowafundisha Waislamu hawa ya subra waliokuwa nayo na kuweza kuhimili mikakati yote, Ummu Sulaym akapika na akapakua na akamwandalia mumewe chakula.
Mume akaja pale, akishaambiwa mtoto askanu ma yakun, ametulia, basi akapiga mlo vizuri sana. Irudishe upande wa pili shilingi hii, lao angeongea mtoto kafa, kangelika. Sasa hiyo ndio jambo la kwanza lilimfanya mkewe asimwambie kwanza. Akapiga kama ni wali, kama ni tende, kama ni nini, sawiq, mpaka akashiba. Mara anamuona mke wake sanaat nafsahu lahu, yani amejiremba, amejiandaa, kwa sababu anajua akishashiba mume wangu anaweza akanihitaji. Basi akajipanga kwa ajili ya mumewe. Nasema usiku wameshalala, akahitaji haki yake. Abu Talha akapata haki yake. Baada ya kupata haki yake, ameshatulia sasa akamwambia mume wangu, unaonaje lau istaarna ariyatan, lau tutaazima shoka kwa majirani, kisha baada ya muda wenye shoka wakaifuata, mfano shoka yao sasa wanahitaji, yuriduna ariyatahum, madha tafal akunta tamna'uhum, utafanya nini wewe wakitaka kitu chao tulichowaazima? Utawazuia? Qala la, kwa nini tuzuie? Umeazima, irudishe kwa wenyewe. Asema basi ihtasim, sema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akashtuka, kwa nini? Laqad mata alwalad, mtoto amefariki na tumeshamzika. Sasa hapo ghadhabu zikaanza kuja. Taraktini, umeniacha, hata talattahtu biki, mpaka nimejichafua. Lile tendo alilolifanya, mpaka nimejichafua, nimefanya vitu hivi, nimestarehe siku ya msiba. Wewe mwanamke vipi? Sikubali mimi hapa, usingizi hauwezekani. Kaambia basi lala, kesho utakwenda kwa Mtume. Alikuwa anataka kuamka wakati huo, akamwambia asubuhi, akaamka akamfuata Mtume sasa. Isije ikawa mimi nimeandikiwa madhambi makubwa sana, mwanamke huyu kaniacha, nimefanya mambo ambayo hayafanywi siku za msiba. Siku ya msiba mtu hali, japokuwa anaombwa mtu hali. Ndio maana Mtume amfundisha, sa isna'u li ali Jaafar at-ta'am, watengezieni chakula watu wa Jaafar. Jaafar at-Tayyar, kijana mdogo, kafa na miaka 30 na kitu. Jaafar katika vita vya Mu'ta, mkewe na watoto wake wawili wale hawezi kula. Mtume anasema watengezeeni chakula, faqad yamna'uhum alhuzn 'an alakli, huzuni itawazuia wasile. Ndio maana siku ya msiba sisi tunaambiwa tuwapikie, tuwalishe wale waliofiwa, sio tunaenda tukawatie hasara wao. Badala ya hasara walioipata, msiba waliopata, tunawapa msiba double. Inabidi wahangaike tena, wapike na majungu, na kama hawajapika mabakhili kweli kweli. Unaoita mabakhili watu walioondokewa, watu ambao wamefiwa, basi unaambiwa watengezee chakula, alafu tena sio kuwatengezea tu, unawabembeleza, kula kula kula, Mungu inshallah atamweka peponi pahala pema, angalau ale. Mtu akifiwa anaweza kukaa siku 2 hajatia riziki. Basi si watu wa siku hizi, lakini maana hata ile misiba nasikia kuna watu wengine wanakodiwa kwa ajili ya kwenda kulia. Unaona kuuliza unataka tulie vipi? Maana kila kulia kwake kuna daraja, kuna maalum na kuna price yake. Kulia kwa kugaragara bei fulani, kwa kujipiga na vikuta bei fulani. Basi Abu Sulaym au Abu Talha akatoka asubuhi akamwambia Mtume, ya Rasulullah, Sulaym amenifanyia mambo sijawahi kuyaona. Mtoto amefariki, ameniambia amelala, na hakusema uongo, kwa sababu an-naumu mautun akbar, kufa na kulala ni ndugu. Kwa hiyo mimi nikafanya yote ambayo ni ya kufanya siku ile, mpaka kulala usiku na mke wangu. Lipoamka, Rasulullah, nimekuja kwako, nipe fatwa. Asema Mtume katabasamu, akauliza, arastuma, kweli mmestarehe, mmefanya lile jambo usiku? Akamwambia naam ya Rasulullah. Sikiliza sasa dua ya Mtume, barakallahu lakuma fi lailatikuma,
Neno baraka hili limetumika, barakallahu lakuma, Mungu awabariki kwa pale mlipokuwa wawili mkafanya tendo lile, Mungu awabariki. Ala, Mtume anatuambia baraka. Anasema mke wangu kwa usiku ule alipata ujauzito, kwa usiku ule ulibarikiwa kupata ujauzito, akailea mimba, fawaladat ghulaman, akazaa mtoto wa kiume. Kuzaa mtoto nikambeba, nikasema kabla ya kunyonyeshwa huyu mtoto apelekwe kwa Mtume. Sema akambeba akampeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kauliza, umekuja na kitu gani? Una tende? Akamwambia ndio, ipo tende. Bwana Mtume akaichukua ile tende akaitafuna katika mdomo wake mtukufu, alafu akachukua baadhi ya denda tukufu la Bwana Mtume akamuingizia yule mtoto katika kinywa chake, kisha akampa jina mtoto, akamuita Abdallah. Huyu anaitwa Abdallah, sio Dula, Abdallah. Maana kuna Dula na kuna Abdallah. Na maskini watu wanabadilisha watu majina ambayo Mtume alikuwa anayapenda. Kama Mtume angejua kutakuja Dula, angemuita huyu anaitwa Dula. Hakushindwa Rasulullah. Usikasirike Dula, ukiwaambie watu wakuite Abdallah. Naam. Au Ocho. Mwite Uthman, jina ambalo ni zuri ili apate. Basi kwa ajili hiyo Mtume akamwita Abdallah, huyu anaitwa Abdallah. Akarudi nyumbani Abdallah. Rawi alhadith katika riwaya Imam Bukhari, hadith sahih, rawi alhadith anasema faraaitu 9 min auladihi kulluhum hafidhu alquran alkarim, niliwaona watoto 9 wa huyu mtoto Abdallah, watoto 9 alizaa wa kiume, wote walisoma Qur'ani na kuhifadhi Qur'an. Niambieni, kuna fakhri zaidi ya kuhifadhi kitabu cha Mungu Qur'ani? Qur'ani ikisomwa inasema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Na mimi nakualikeni mje msali hapa siku nyingine salat tarawih mkipata nafasi. Kuna vijana hapa wanasoma Qur'ani kama inateremka kutoka katika majabali, mpate ule utamu kusikiliza Qur'anul Karim. Ni fakhri kubwa, hani'an lahum. Hongera wazazi wote waliokuwa na watoto ambao wanahifadhi na kusoma Qur'an. Ajabu, kitu kikubwa. Ni juzu 30 zote zimenywewa kama maji. Naam, basi hii ni baraka kubwa sana, na ndio maana Mtume sema barakallahu lakuma fi lailatikuma. Huyo ndo mtoto aliobarikiwa. Kitabu kuanzia suratul Fatiha mpaka suratul Nas anakipiga chote, sio bongo flavor, zenji flavor, taarab flavor, zilizopendwa, zilizochukiwa, zilizo ndani, zilizo nje, na kila kukicha anazo mpya. Sasa hivi tukisema hebu lete simu, vijana lete simu, hamna Qur'an, mmejaa mambo unayoyajua wewe mwenyewe. Subhanallah, baraka ni kitu kingine kabisa. Jaza kichwa chako, moyo wako, tumbo lako vitu vya baraka vitakavyokufanya wewe uwe mtu katika watu, hata ukiishi umri mdogo lakini wale manufaa. Sahaba Sa'd ibn Mu'adh inasemekana aliishi umri wa miaka 37 tu. Na maana hiyo 37 sio yote katika Uislamu. Kuna riwaya inasema Uislamu wake ilikuwa ni miaka 7 tu. Sa'd ibn Mu'adh ndani ya Uislamu ni miaka 7 tu. Sa'd ibn Mu'adh yule wa Madina ambaye alikufa katika vita vya Khandaq, akatoa hukumu kwa Yahudi Bani Quraidha. Mayahudi waliposema kwamba Muhammad tuhukumu kwa mtu wetu ambaye ni katika hulafa, akasema mtakubali hukumu yake? Sema ndio. Asema sasa nitamchagua Saad ahukumu. Saad akatoa hukumu. Alipotoa hukumu Saad akasema laqad hakamta bihukmi Allah min fawqi 7 tiba. Hiyo ndo hukumu ya Mungu Saad aliyoitaka kutoka mbinguni, ndo hiyo ulioitoa wewe. Saad alifariki. Siku ya kufariki kwa Saad, Mtume aliwaambia masahaba, ihtazza arshur rahmani limauti, arshi ya Mwenyezi Mungu imetikisika leo kwa kifo cha Saad. Miaka mingapi katika Uislamu? Arshi ya Mungu inatikisika. Kuna vitu vinatikisika katika ulimwengu, vinalia. Ndio maana mmoja katika wanachuoni alikuwa kitajwa Jabal Uhud,
katika vita vya sira, likitajwa Jabal Uhud anasema radhiyallahu anhu. Sasa watu wanashtuka, unasema Jabal Uhud radhiyallahu anhu, hajasema Umar wala Uthman wala nini, sahaba. Jabal Uhud radhiyallahu anhu vipi? Asema nyinyi hamjui. Mbona Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu, Uhud ni jabali linatupenda. Mbona hamkushangaa mliposikia linatupenda? Mnashangaa kwamba radhiyallahu anhu. Apendaye, si najua nyinyi ni nani? Apendaye ni mtu mwenye moyo, ana shuur na nini. Sasa Jabal Uhud vipi lipende? Sasa kama linaweza kupenda, kwa nini msiseme radhiyallahu anhu? Yani kuna watu wana istimbati ya vitu kutoka katika Qur'ani na sira ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa Jabal Uhud radhiyallahu anhu, kisha jabali hili Mtume alilituliza, akalipiga piga, akamwambia uthbut ya Uhud fa inna fawqaka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan. Tulia Uhud, lilikuwa linatetemeka, likashikwa na Mtume. Tulia, kama analibembeleza, tulia Uhud, juu yako yuko Mtume na Siddiq na mashahidi wawili, yani yuko Mtume na Abu Bakar na Uthman na nani na Umar. Siddiq nabi, Siddiq shahida. Tulia, na likatulia jabali. Vipi atatulia jabali kama mtu? Mbona wanachukia akiambiwa radhiyallahu anhu? Alafu Mtume kapanda juu ya kigogo cha mimbar, akishuka siku hiyo katengezewa mimbari mpya, akakipita kile kigogo cha mtende, kile kigogo kikalia msikitini kama mtoto mchanga. Watu wote msikitini wakasikia kinalalamika, kwa nini leo Mtume hakunisimamia, hakupanda juu yangu? Kinalia kwa sababu hakikukanyagwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akarudi nyuma, akakibeba kama mtoto vile, alafu akakiongoa, akakibembeleza. Ile sauti ile ikawa haitulii mpaka Mtume alipokikamata katika kifua chake. Kidogo kidogo sauti ikapotea. Jidha, gogo linalia kumlilia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi anatushinda kigogo cha mtende. Sasa ukiambiwa jidha radhiyallahu anhu, je, ina maana kuna vitu sio wanadamu, lakini vinalia, vinasema, vinapenda, vinachukia. Ndo kam taraku min jannatin wa uyunin wa zuru'in wa maqamin karimin wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalika wa awrathnaha qauman akharin fama bakat alayhim as-samaa'u wa ma kanu fama bakat alayhim as-samaa'u wal ardu wa ma kanu mundarin. Mbingu wala ardhi haikuwalilia, nazo zinalia, vinalia. Saadu analiliwa na arshi ya Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ni mtu mwingine kabisa. Kisha Mtume anakwenda katika maziko yake, watu wanamuona anakanyaga na ncha ya vidole, kisha na jeneza yake inakwenda haraka. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaulizwa baada ya maziko, mbona ulikuwa unatembea vile? Akasema kulikuwa hakuna pahala pa kukanyaga, malaika kutoka mbinguni walikuja kumzika Saad ibn Muadh. Mazishi yake yalihudhuriwa na malaika wengi sana, 70,000 min almalaika wameshuka litashyi'i janazatihi. Sasa pale nilikuwa nakanyaga, maana unatafuta hata pahala pa kukanyaga. Mtume alikuwa anawaona watu, wengine hawaoni, wanaona watu ndio hapo tu, amezikwa na malaika. Tena watu walikuwa wakibeba ile jeneza ya Saad, alafu wanaambizana ma akhaffaha, jamani humu mna mtu, lakini ile naash ilivyoibeba nyepesi, mbona ni nyepesi? Kaifa la takunu kadhalika waqad hamalathu almalaika, kwa nini isiwe nyepesi wakati hamkuibeba nyinyi, wameibeba malaika? Kwa nini wazito? Ni watu waliobarikiwa ndugu yangu, hawa umri wao ameingia mwanajeshi anaitwa Baraka, mambo yakawa makubwa ndani ya umri wa miaka 7 tu katika Uislamu wake. Arshi inamlilia, malaika wamekuja kumzika, jeneza lake ni hafifu, na yeye ni mmoja katika watu wema insha Allah. Sisi tutaishi umri gani katika Uislamu mpaka tubarikiwe? Ndugu zangu,
baraka imemtawala mtoto na watoto wake wamekuja baadaye, baraka yake. Wa amma alghulamu fakana abawahu mu'minain fakhashina an yudhiqahuma tughyana wa kufra faaradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqraba ruhma. Huyu mtoto huyu Nabii Musa, tumekutuma wewe na Khidri maksudi mkaujenge ukuta ambao chini kuna mali zao, kuna akiba yao, kuna fedha zao, ukuta utaanguka huo. Sasa nyinyi ndio mkaujenge. Mtume mzima anatumwa akaujenge ukuta, mtume mzima nimesema, na anaujenga ukuta wa mali za watoto mayatima. Kwa nini Allah anamwambia? Kwa sababu baba yao alikuwa mwema. Ule wema umefanya baraka kubwa mpaka usibakie kwa baba, umetapakaa mpaka kwa watoto, mpaka wanatumwa watu wazito Khidr na Musa wakaujenge ukuta ili tu mali ya mtoto isipotee. Umeona baraka inavyofanya hiyo? Inawezekana mfanyaji ni mwingine, lakini athari ikafika mbali. Mara nyingine sisi tunakula matunda ya wazee wetu tu, hatuna habari kwa baraka zao na fahati zao. Baraka kubwa. Bwana Mtume SAW alikuwa mtu wa baraka, anachogigusa. Ndio maana akienda zake Mina pale katika Jamarat, Bwana Mtume alinyoa nywele, akamwita kinyozi wake akamwambia ahliq laqad makkanaka Rasulullah ra'sa. Mtume amekupa kichwa chake? Anambia ndio Rasulullah. Wa ma'aka Musa. Musa maana yake wembe, una wembe wewe? Na haya, ahliq, kanyoa upande huu wa kulia, nywele zote zile akawagaia Waislamu. Kisha akanyoa upande wa kushoto, nywele zote za upande wa kushoto akampa mmoja katika masahaba zake, nadhani Abu Talha, kampa nywele zile akazihifadhia peke yake. Hizi nywele zimehifadhiwa ndugu zangu, hizi nywele za Mtume zimehifadhiwa mpaka Imam Ahmad ibn Hanbal alikuwa nazo. Kila anapokwenda, hata jela alipofungwa, Imam Ahmad alifungwa jela, alikuwa na nywele za Mtume katika kikoi chake amezihifadhi. Alikuwa akipigwa bakora siku zote kule jela, basi alikuwa anakinga ile unywele wa Mtume usipate bakora, yeye apigwe lakini bakora zisiupate unywele wa Mtume. Na siku ya kufa akausia, akasema nikifa hizi nywele ni 3, moja niwekeni kwenye jicho hili, nyingine wekeni kwenye jicho hili, nyingine wekeni mdomoni kwangu, ndani ya sanda mkanizike nazo, kana kwamba nimwambie Mtume nilipokuwa naishi natizama, macho yangu yote kwa yakitizama ulichokuja nacho ya Rasulullah, na mdomo wangu ulikuwa unasema ulichokuja nacho, kwa sababu huyu ni mtumishi wa hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nywele zilikuwepo na wengine wakazihifadhi, na mpaka leo zimehifadhiwa kule katika Babul Ali Topkapi katika nchi ya Uturuki, katika baadhi ya qawariri, nywele za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi, watu wakitabaruk na athari zake, wakitabaruk na Mtume sasa alikuwa kathirul baraka, kathirul baraka. Katika sulh al-Hudaybiyah watu walikosa maji, Mtume sallam ikawa maji yanatoka katika vidole vyake, anakinga watu kama mabomba ya maji yanatoka, kisha anaambia haya ila alwudhu'i wal barakatu min Allah, haya udhu tayari na baraka inatoka kwa Allah. Basi kuna masahaba walikunywa sana maji yale, kwa sababu wanajua sio maji ya kawaida, hayatoki kwenye bomba la kawaida, kutoka katika vidole vya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wakanywa watu wa Hudaybiyah wote walikuwepo pale, ikawaenea maji yale. Na si hilo tu, Mtume alikuwa anakwenda kwa Jabir ibn Abdullah siku ya Khandaq, baraka ikaonekana. Jabir alimwona Mtume amefunga mawe katika tumbo lake kwa sababu ya njaa, akamwambia Rasulullah, njoo wewe na watu 2 watatu hivi, nimetengeza chakula kidogo cha kuwatosheni angalau watu 10. Bwana Mtume akatangaza, ya ahla al-Khandaq inna Jabiran sana'a lakum at-ta'ama fahayala, njoni nyumbani kwa Jabir, watu wa Khandaq nyote, Jabir ana chakula nitakuwalisha. Jabir akamwambia, sio wote ya Rasulullah, aibu itanipata, wewe tuna watu wachache, mke wangu ni kibuzi kibovu kidogo tu amekitengeza, basi ukija na watu wote hawa hawezi kula. Sasa usijali, mwambie mkeo asipakue mpaka nifike.
Akaenda mwenyewe Mtume akaanza kuchukua mchuzi akitia kwenye vibakuli, akakata na mkate. Watu wa Khandaq wote walikula na chakula kikabaki nyumbani kwa Jabir ibn Abdullah al-Ansari, na wakawalisha na majirani, na chungu wakikitizama naona kimejaa kama hakiguswa. Hizo ndo baraka hizo. Nini chungu? Chakula watu 10 kilikula watu wote waliochimba handaki, wote waliochimba handaki pale na wenye nyumba. Kisha na Mtume akatoa maagizo, haya kuleni. Na wakati wa kuingia katika mlo aliwaambia, udkhulu wala tazdahimu, ingieni pole pole, wawili wawili, watatu watatu, wala msisongamane, nyote mtakula. Ni chakula kidogo tu ndugu yangu. Ukiwa mtu wa baraka, usijali pale nyumbani kwako, hata ikipikwa pishi mtakula nyote, mtakula nyote, kwa sababu wewe ni mtu kathirul baraka. Mungu ameleta baraka. Mwanajeshi huyu anaitwa baraka. Kila wakati muombee mwanao abarikiwe, waombee wenzako wabarikiwe. Lakini pia ndugu yangu, kuna baraka ambayo huja ikabadilishwa ikaondoka, sababu Mungu anakupa alafu anakutizama. Maana wengine hubarikiwa alafu wakaona ni ujanja wao. Karuni alisemaje? Innama utituhu ala ilmin indi. Nyinyi mnafikiri hizi mali zimepatikana hivi hivi tu? Ujuzi wangu huu umenifanya nifike hapa. Kama rais katafute na wewe. Watu si useme hivyo? Maana ukishafika pahala Waarabu sema almalu mayal, yani mali mfanya mtu analewalewa hivi. Alflus tughayyiru nufus, hela inabadilisha nyoyo. Mtu anabadilisha mpaka mwendo na namna anavyoongea, na takaburi imempata. Ndo Karuni, innama utituhu ala ilmin indi, nimepewa hii ni knowledge yangu, hodari wangu. Kila siku mimi nasafiri naenda Dubai, nani ananipeleka? Ulinipa nauli yako wewe? Kama rais na wewe nenda China. Mwenzetu umebarikiwa tu, wewe hifadhi hii, kuwa na shukrani kwa Allah. Shukuru Mungu amekupa hii, inapitia kwako tu. Riziki za watu wengine ziko mkononi mwako, wape na wengine. Na ile neema ya Mungu, idha kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am. Ukiwa katika neema, ile neema ichunge, kwa sababu maasi na madhambi ndio yanaufuta neema. Wadawim ilaiha bishukri lilahi fa inna lilaha sari'un niqam. Sasa hizo riziki zao zinapitia mkononi mwako. Usijitie hodari sana ukausifu hodari wako, kumbe Mungu amekubarikia lakini amekupa mtihani. Watizame wale watu watatu katika hadithi mashuhuri maarufu sana. Hadithi Mtume anasema, inna thalathatan min bani Israila abras wa aqra wa a'ma. Watizameni watu watatu waliopita katika bani Israili. Mmoja alikuwa na maradhi ya mbalanga, ukoma, na mwingine alikuwa kipara na maradhi ya kutomea nywele, na mwingine alikuwa kipofu haoni. Hawa wote wamepewa mtihani na Allah. Fa arsala Allahu ilayhim malaka, Allah akamtuma malaika afuate hao watu watatu. Fa ata almalaku ila abras, malaika akamjia yule aliyekuwa na maradhi ya ngozi. Baada ya kuongea naye katika sura ya binadamu, yule bwana akamuuliza, malaika anamuuliza, madha turid, kama utaambiwa unataka jambo hasa, unataka nini? Fikiria kitu kikubwa unachokihitaji, unataka nini? Akasema, kama kuna kitu nakihitaji sasa, jildan hasanan wa launan hasana, nataka ngozi nzuri na rangi nzuri, wayadhhabu anni ma qad qadharani an-nasu bihi. Watu wananikimbia bwana, nikikaa pahala mtu hataki kukaa na mimi, nikimpa mtu mkono hataki kuchukua, kwa sababu tunaumwa, wanaona kama nitawaambukiza. Ya Rabbi, akinijalia nikiondokewa na haya mambo nitafurahi sana. Nasema famasahahu, yule malaika akampangusa katika mwili wake. Faada ilayhi launuhu wa jilduhu, ngozi ikarudi nzuri, rangi ikarudi nzuri. Bwana kuamini, anajikuta sasa mtu mwingine. Akasema, ayul mali ahabbu ilayka. Kaambia, bado, that is not all, kuna kitu kingine tutakupa.
unataka nini katika mali, unapenda nini? Bwana akachagua anachotaka, sema ibil, ngamia, nataka ngamia. Akasema fa atahu Allahu naqatan 10, kaletewa ngamia ana ujauzito wa miezi 10, maana yake ndo tayari anakwenda kuzaa. Kambe haya, kisha msikilize malaika alisema, barakallahu laka fi, Mungu akubariki huyo ngamia wako, Mungu akubariki. Neno baraka likatumiwa hapo. Fatawaladat wa malaat alwadi, ngamia wakawa kila jangwa lilokuwa pale wamejaa baraka ya dua ile. Thumma ata Aqra, kamwendea yule alokuwa na kipara, kamuuliza kama wa mwanzo, unataka nini? Sema nywele zirudi, angalau na mimi niwe kama wengine. Watu wananiona kama mimi ni mtu ajabu ajabu, lakini kirudi nywele zangu ndio ninachokitaka. Akampapasa upara wake ule, nywele ikarudi. Kisha kamuuliza ayyul mali ahabbu ilayk, akamwambia baqar, nipe mbuzi, ng'ombe. Asema fa'atahu baqaran, akapewa ng'ombe aliye na mimba na ujauzito, akazaana wakazaana. Kisha barakallahu laka fi malik, Mungu akupe baraka katika hiyo mali. Akamwendea na yule kipofu, naye akamuuliza, akamwambia uridu an ubsira an-nas radda Allahu ilayya basari, mimi nataka macho yangu tu yarudi na mimi nione. Naye akaulizwa mali anayotaka, akasema mimi nataka angalau nipate mbuzi. Fa'atahu Allahu shatan walidan, mzazi mwenye kuzaa sana. Faqala barakallahu lak, Mungu akubariki. Hao wote wakabarikiwa. Walikuwa wagonjwa wakapoa, walikuwa mafukara wakatajirika, walikuwa hawana kitu wakabarikiwa. Sasa ni mtihani. Yule malaika akakaa, wameshasahau, wanaenjoy. Akarudi tena, akamwendea yule wa mwanzo kama alivyomwanzia mwanzo, akamwambia habari za siku nyingi ndugu yangu. Yule bwana kabadilika sasa. Siku zile alikuwa akiongea mnyonge, mpole nini, sasa hivi imekuwa hashki. Akamwambia ana ibn sabil, mimi ni msafiri ndugu yangu. Laqad inqata'at hibali, kamba zangu, yani mambo yangu yote yameharibika. La balagha li, safari yangu ninayosafiri sifiki ninakokwenda illa billahi thumma bik, labda Mungu aninusuru kupitia kwako. As'aluka billah alladhi radda ilayka jildaka wa launak, na kuomba kwa yule Mungu ambaye alikupa ngozi na rangi nzuri. Ba'iran atabalaghu bi, nipe angalau ngamia mmoja iwe kipando changu nifike ninakokwenda. Yule bwana akageuza uso akamwambia alhuququ kathira, madeni ni mengi na haki za watu ni nyingi. Kila mtu anakuja hapa anahitaji haki ni nyingi sana, siwezi kumpa kila mtu. Kwa hiyo hapa bwana wewe hupati kitu. Alhuquq kathira, haki ni nyingi, majukumu ni mengi, pita. Ana habari kama ndo yule alokuja akamwombea ngozi ikarudi, ana habari. Leo anamfukuza huyo, amesahau. Na hivi ndivyo tulivyo wanadamu, umesahau. Usisahau, sahau ulikotoka. Kasahau bwana. Yule malaika akamkumbusha, atakaani aarifuk, sikiangalia wewe, sikana kwamba nakujua wewe. Kunta abras, si ulikuwa na mbalanga wewe na ugonjwa wa ngozi, si ndo wewe? Wa kunta faqiran fa aghnaka Allah, si ndo wewe ulikuwa fukara wewe, Mungu akakupa. Mimi nakujua. Ile bwana akamwambia, do tena nisikusikie unasema maneno mimi au mwingine, unanifananisha. Hadha almal warithtuhu kabiran an kabiri, na uongo juu, mali hii nimeirithi kutoka kwa mababu na mababu. Huyo unayemtaja siye kabisa, sio mimi. warithtuhu, nimeirithi kabiran an kabiri, yani kana inda jaddi wa kana inda jaddihi qabla jaddi. Kwa hii ni ya family bwana, tumerithi mali hii.
Malaika akamwambia, in kunta kadhiban sayyaraka Allahu ila ma kunta fi, kama wewe ni muongo Allah akurudishe kule kule ulikotoka. Huyo akaenda zake, hakuchukua muda bwana, ngamia wote walikufa na yeye akarudi na ugonjwa ule ule aliokuwa nao mwanzo kama kawaida. Ukibarikiwa tizama aliyekubariki, usitizame akili yako. Hata kama umuone, lakini tunamuona Allah kwa neema zake, tunamuona Allah kwa yadun khafiyya, utendakazi wake. Si tunaona na mifano ipo. Unamuona huyu alikuwa tajiri, sote tunasema sasa hivi amekuwa maskini, au alikuwa maskini sasa hivi tajiri. Unamuona fulani alikuwa hivi sasa hivi yuko hivi. Si ni mifano yote ipo. Mshukuru Mola wako kwa alichokupa, kisha alichokuagiza kwa kile alichokupa kitekeleze. Kabiran an kabiri, yosema nimeirithi kwa mababu zangu. Kenda kwa yule wa pili aliyekuwa na kipara, akamwambia, ndugu yangu, mimi ni mpita njia, msafiri, nimepungukiwa, inqata'at ibali fala balagha li illa billahi thumma bik, siwezi kufika ninakokwenda, Allah anipe msaada, labda na wewe unipe. Sasa naomba unipe baqaran wahidan atabalaghu, angalau nafika ninakokwenda fi safari. Yule akamwambia kama alivyomjibu wa kwanza, akamwambia vile vile, mimi sina kujua wewe, si ulikuwa wewe una kipara Mungu akakupa nywele, ulikuwa wewe hivi Mungu akakupa hiki, mbona leo unasema hii mali bwana sijaichuma leo wala jana, nimeirithi kutoka kwa wazazi wangu. Na yule akamjibu kama alilomjibu, na akamwambia vile vile, in kunta kadhiban, kiwa wewe ni muongo, sayyaraka Allahu ila ma kunta qabla, Mungu akurudishe ulikotoka. Ng'ombe wakafa wote, upara ukarudi kama kawaida. Akaenda kwa mtu wa tatu. Huyo mtu wa tatu akamwambia kama alivyowaambia wawili waliopita. Huyu alipotajiwa tu akasema, wala usimalize bwana, usimalize, una shida. Hizi hapa mali zangu, mbuzi wangu hapa, unaniona mimi kuntu faqiran fa aghnani Allah, zamani nilikuwa fukara sana, Mungu akanipa utajiri. Wa kuntu kafifa albasar faradda Allahu ilayya basari, nilikuwa kipofu sioni, Mungu akanipa macho, nimlipe nini mimi Mungu? Sasa nakwambia hivi, katika hizi mali unazoziona hapa, khudh ma tasha wa da'li ma tasha, chukua unachotaka, niachie unachotaka. Mani kamfanya kama mali ni yake yeye, gawa wewe. Kama utafanya nusu kwa nusu, kama utaniachia robo, kama utaniachia mbuzi wawili, utachukua chote, chagua mwenyewe. Mimi sikuwa hivi bwana. Huyo malaika akamwambia, basi barakallahu laka fi mali. Mara nyingine Mungu akubarikie katika mali. Innama ibtulitu, wewe na wale wenzako nyote mmepewa mtihani. Faqad sakhita Allahu an sahibaika wa radiya bik, wale wawili Mungu amewakasirikia na wewe Mungu amekuridhia. Kwa heri na kwenda zangu. Bwana Mtume anasema akaondoka yule mwingine akazidi kubarikiwa, wale wengine wakarudi katika hali waliokuwa zamani. Hii hadithi ina mafunzo kwamba baraka unapewa na Mungu. Unaweza ukaona mtu ukamwona kama ni Uthman Maalim, akamwambia bwana, msikitini kwetu kuna feni imeharibika, itengeze. Ukamwambia wewe unataka wewe hela, labda huna futari leo, ole wako, siye huyo, kumbe ni malaika. Utajijua kumbe ni malaika, utajijua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, ni jambo la maana sana mtu kuisherehesha na kuiexpand baraka aliyopewa na Allah na kuitafsiri kwa watu wengine ikatumika. Waislamu wa leo, na kupeni mfano ulinishangaza sana hapa Unguja. Siku moja nilitembea katika njia ya Mbuyuni Street, nikamwona bwana mmoja Baniani tunawajua. Akaniambia, na kuona unatoa mawaidha
mara nyingi nasikiliza mimi hutuba yako, na kaongea na mimi kidogo, kisha akaniambia kukiwa na shida yoyote msikitini njoo kwangu, kukiwa na matatizo yoyote, kunahitajika kitu msikitini nifuate mimi. Baniani anasema tumfuate, kukitokea tatizo lolote, kunahitajika jambo, msaada wowote, yuko tayari yeye kufanyaje, kutoa msaada. Subhanallah, mimi sijasimamishwa na mtu yoyote barabarani akaniambia bwana ule kama kuna imamu hamna mshahara wa kumlipa mimi najitolea, au kuna shida yoyote, au hata si hilo, jambo lolote tu katika la Waislamu akaniuliza kuna shida. Mtu wa kwanza ameniuliza Baniani, ambayo wala haingii msikitini, yeye ana dini yake na ibada zake nyingine anafanya, yaabuduna al-baqar, lakini anakuwa very much concerned na mambo ya dini. Na ukiwaona watu wa familia hizi au wa jamii hii, nao pia wako katika harakati nyingi sana za kutumia zile mali zao kwa humanity na ubinadamu na vitu vingine, na wao Mungu anawapa katika hiyo dunia yao, maana kila mmoja Mwenyezi Mungu anampa kwa kile alicho. Hata makafiri wale waliokuwa wanapewa malipo yao yanakuwepo hapa ulimwenguni wengine, lakini tunazungumzia baraka ambayo Waislamu ndicho kitu tunachokitafuta kila bahala, usiku mchana, hatulali sisi, tunatafuta baraka zake Allah subhanahu wa ta'ala. Mbona yanatupita mambo mengi, baraka zinatupita, hatutumii vizuri umri wetu. Kwa hiyo tizama vizuri, aljundu min junudillah, hili ni jeshi katika wanajeshi wa Mwenyezi Mungu. Idha halat, likitua fil waladi, kwa mtoto, aslahat, mtoto anakuwa mwema. Wa idha halat fil mal, ikitua katika mali, katharatu, mali inakuwa nyingi. Wa idha halat fil jism, kama ni mwili, qawwatu, mwili unakuwa strong. Wa idha hala fil qalb, kitua katika moyo, aslahahu wa as'adahu, moyo utakuwa na furaha. Nani asitake furaha? Nani ataki furaha? Baraka inafanya mambo haya. Mwenyezi Mungu atuzuku baraka katika maisha yetu, katika majumba yetu, katika watoto wetu, wake zetu, mifuko yetu pia ibarikiwe. Japo kuna shilingi 200 tu, lakini hiyo iwe na baraka, iwalete wengine. Ni vitu ambavyo vinawezekana kabisa ikiwa mtu atajifunga kuangalia Allah anataka nini na mtume amefundisha nini. Tutafute baraka kila pahali, na hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan tunazitafuta baraka za Allah, na inshallah tutazipata ikiwa tuko tayari. Mwenyezi Mungu hamnyimi mtu yoyote isipokuwa akijinyima mwenyewe, kama anavyosema inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Allahumma rabbana arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma rabban nas adhhib alba's washfi anta shafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Imam wetu hapa anaumwa, amelazwa hospitali, Sheikh Ali, tunamwombea dua, na ni mmoja katika vijana wasomaji wa Qur'ani wazuri. Mungu ambariki. Na hata kama umebarikiwa haina maana kwamba ndo hutoumwa. Kuna watu wengine wanafikiri ukibarikiwa ndo hupati maradhi, na kuna watu wengine wanafikiria kila mtu akiumwa na akipata matatizo huwa ndo amelaaniwa. Kuna watu wengine hawafahamu mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ingelikuwa ni mtu mwema yule asingeumwa vile, la, ingekuwa ni mtu ambaye anapendwa na Allah asingepewa mitihani ile. Niambieni Nabii Ayub alimkosa nini Mungu mpaka akaumwa miaka 18? Kwa hiyo kuumwa sio ishara kwamba Mungu anakuchukia, ni vice versa. Mtume anasema idha habba Allahu qauman ibtalahu, Mungu akimchagua mtu anamuonja kwa mitihani mbalimbali. Kwa hiyo kuumwa ni mitihani ya Allah, na huenda Mwenyezi Mungu anakuchagua na anakupandisha daraja. Allahumma shfihi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman wala alama. Bismillahi ruhihi wallahu yashfi min kulli bala'in yu'dhi. Bismillahi rabban nas adhhib al-ba's washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman wala alama. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا وسامحنا فيما جنينا.
يا تواب تب علينا واغفر لنا ولوالدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.